pamoja na kutazama namna njema ambayo tunaweza tukaitumia ili kusudi tuweze kutafuta suluhu ya changamoto za vijana wa vyuo na vyuo vikuu ambazo zimetufikia TAHLISO. Sasa siku ya jana Jumapili, si ndio? Tulijipa break ya kuzungumza ama kutoa mrejesho kwa wanafunzi wa vyuo na umma wa Tanzania juu ya nini ambacho kilizungumzwa katika kikao kile. Sasa tukakubaliana mapema ya siku ya leo Jumatatu tutazungumza na wanafunzi wenzetu wa vyuo pamoja na Watanzania kwa ujumla ambao kiujumla wana shauku kubwa na hamu ya kujua nini ambacho kilikuwa kinazungumzwa ama kilijadiliwa katika kikao chetu cha Senate. Basi sasa nitumie wasaa huu kuwakaribisha ninyi viongozi wachache na wanafunzi waalikwa wachache wa vyuo ambao mmepata fursa ya kuhudhuria mkutano huu mkubwa wa TAHLISO na waandishi wa habari wenye lengo la kutoa mrejesho wa majadiliano tuliyoyafanya katika kikao cha Senate. Ndugu viongozi na wanafunzi wenzetu wa vyuo na vyuo vikuu, tunaomba kuwajuza. Tulifanya kikao cha mafanikio makubwa sana. Mafanikio makubwa kwa maana ajenda zetu zote tulizokuwa nazo mezani siku ile tulizijadili kwa pamoja kwa hekima na busara kubwa, tukijielekeza haswa katika kuwasaidia wanafunzi wenzetu wa vyuo katika taifa letu kwa upande wa Tanzania bara pamoja na kule Zanzibar. Na kiujumla sisi kama TAHLISO tuliendelea kutoa msimamo wetu kwa marais wa serikali za wanafunzi na maspika ambao walipata kuhudhuria kikao kile kwamba bado tuko timamu na tuko imara katika kuendeleza na kuongoza mapambano ya kushughulika na changamoto za wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu, na sio kushughulika tu pamoja na kuweka room ya mashirikiano baina yetu sisi TAHLISO na wadau wa sekta ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, ili kusudi changamoto zile ziweze kutatuliwa kwa haraka na kwa approach iliyo sahihi ambayo haitoathiri ustawi wa wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu. Na tukatoa mfano mathalan, kuna changamoto ilijitokeza hapo juzi ya wanafunzi wanaosoma kozi za afya kuanza kutozwa fedha katika maeneo yao ya field. Pamoja na wanafunzi wenzetu wakiwemo na wahitimu wa miaka hivi karibuni waliofunguliwa kesi mahakamani kwa lengo la kugushi nyaraka na kutumia njia danganyifu ili kusudi wajipatie ama wapatie watu mikopo inayotoka loan board ama bodi ya mikopo kinyume na utaratibu uliowekwa. Na kama TAHLISO tulisema kwamba tuna dhamira ya kuwasaidia wanafunzi wenzetu katika maeneo hayo mawili. Kwa kuanza
na kwa haraka kutokana na uharaka wa changamoto hizo, jinsi unavyoathiri maisha yao na ustawi wao. Na nilinukuliwa ama nilikaririwa nikisema mara baada ya kikao tutakutana na Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa ajili ya kutafuta suluhu ama namna njema ya kwenda nayo ili kusudi wanafunzi hawa wa kozi za afya wanapoenda katika maeneo yao ya field wasikutane na mzigo mkubwa. Mzigo mkubwa ambao unaweza ukawakwamisha baadhi yao wasiweze kupata huduma ya msingi ile ya kujifunza kwa vitendo wakati huu wa likizo. Lakini pia nikasema tutakutana na bodi ya mikopo ili kujadili kwa pamoja namna gani tunaweza tukatazama hekima na busara ya hali ya juu ili kusudi ile kesi inayoendelea mahakamani juu ya wanafunzi wenzetu na wahitimu ikaondolewa, na huku tukijielekeza katika kukomesha vitendo vile na tabia ile visijitokeze kwa mara nyingine na wakati mwingine kwa wanafunzi wengine. Kwa hiyo hayo ni maeneo ya mfano katika changamoto ambazo tulizipa kipaumbele katika siku ile husika. Lakini pia ukiachana hayo mengine, tulitazama kwa kina sana tulitazama kwa kina sana namna ambavyo tunaweza tukadili na hivi vyuo binafsi ili kusudi hizi changamoto ambazo ziliwasilishwa wakati ule ambazo zinaonekana kuwa nje ya uwezo wa serikali za wanafunzi katika vyuo hivyo binafsi ziweze pia kutatuliwa. Na kama rais nikaelekeza, basi ikiwezekana makamishna wangu waweze kufanya ziara kwa kushirikiana na viongozi wa serikali hizo za wanafunzi, waonane na management ili hizi changamoto za mara kwa mara zinazokuja TAHLISO kutoka hivi vyuo binafsi, private colleges hizi, private institutions nazo ziweze kutafutiwa suluhu yake. Kwa hiyo kiufupi naweza kusema kwamba wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu waliwakilishwa vyema sana na viongozi wao wa serikali za wanafunzi waliopata kuhudhuria kikao chetu cha Seneti TAHLISO. Mambo mengi yaliwasilishwa yanahusu wanafunzi wa vyuo, ikiwemo changamoto, ushauri, maoni, mambo kadha wa kadha yaliwasilishwa pale yanahusiana na wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu. Kwa hiyo basically narejea kusema tulikuwa na kikao kikubwa cha mafanikio siku ya juzi tarehe 4 Julai. Hilo moja. La pili, kikao chetu kilipata fursa adhimu sana ya kuweka msimamo wa pamoja wa namna ambavyo tunapaswa kuenenda sisi vijana wa vyuo ama wanafunzi wa vyuo katika nyakati, majira na misimu tuliokuwa nayo ya kisiasa ndani ya nchi yetu, ili kusudi wanafunzi wa vyuo wasije kuathirika negatively na majira na nyakati za kisiasa zilizopo ndani ya nchi yetu. Wanafunzi wa vyuo kupitia viongozi wao wote tulikiri kwa pamoja na tukatoa kauli moja kwamba tunaridhishwa na tunafurahishwa
na kila aina ya jitihada zinazofanywa na serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan zinazolenga kuliunganisha taifa, zinazolenga kuliponya taifa, zinazolenga kulidumisha taifa letu. Kila aina ya jitihada zinazolenga kuinua ustawi wa maisha ya kila Mtanzania mmoja mmoja ndani ya nchi yetu. Wanafunzi wa vyuo, sisi viongozi kwa niaba ya wanafunzi wenzetu tulisema kwa kauli moja kwamba tunafurahishwa na mambo hayo na jitihada hizo zinazofanywa na serikali, ambazo kwa pamoja zote collectively tunasema zinakusudia kulijenga taifa letu katika misingi mizuri ya amani, umoja na mshikamano. Lakini pia vile vile sisi tukasema kwa kauli moja, wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ndani ya nchi hii, narudia tena, wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ndani ya nchi hii, Tanzania bara na Zanzibar, hatuko tayari kushiriki katika njama zozote zinazolenga kuhatarisha ustawi wa taifa letu la Tanzania. Hilo ni moja. La pili, tukasema wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ndani ya nchi hii hatuko tayari kushuhudia mambo ya namna yoyote yanayolenga kuharibu ustawi wa taifa letu. Kwa hiyo ijulikane hivyo Tanzania, ijulikane hivyo nje ya Tanzania, kule ambapo watu wasiokuwa na nia njema wapo wanaketi wakipanga namna ya kulidhoofisha, kulibomoa na kuvunja misingi imara inayokuza na kuendeleza taifa letu. Ijulikane hivyo kwao kwamba wanavyuo hatuko tayari leo, hatujawahi kuwa tayari jana, hatutokuja kuwa tayari kesho au wakati mwingine wowote ule kushiriki ama kushuhudia mambo yoyote, njama zozote zinazokusudia kuliharibu taifa letu, kulibomoa taifa letu, ama kwa pamoja tunasema zinazokusudia kuvuruga ama kuharibu ustawi wa maisha ya Mtanzania moja mmoja na kwa ujumla wake. Na sababu ya kusema hayo tunazo, na dhamira ya kusema mambo hayo tunayo. Nchi ifahamu kwamba sisi wanavyuo kwa historia tunafahamu namna ambavyo mataifa yaliyokuwa imara kabisa kiuchumi yalivyodumbukia katika janga la umasikini na njaa kwa sababu ya vurugu ambazo ziliitwa maandamano katika mataifa yao.
taifa letu lijue, sisi wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu tunafahamu kwa historia kabisa namna ambavyo mataifa yaliyobarikiwa kama Tanzania kwa wingi wa rasilimali na utajiri wake uliokuwa chini ya ardhi, jinsi ambavyo mabepari walivyotumia wazawa wachache ndani ya mataifa hayo ili kuvuruga mshikamano na umoja wa wazawa katika kulinda rasilimali zao, ili kusudi wapate mpenyo wa kunyonya, wa kutumia na kubeba rasilimali zilizokuwepo kwa maslahi ya mataifa ya mabepari hao. Kwa historia tunajua hayo, na walimwengu wanasema historia ni mwalimu mzuri anayeweza kukuelekeza namna bora ya kuishi leo na jinsi ya kuenenda kwa ajili ya mafanikio ya siku za usoni. Kwa hiyo hatujasahau historia hizo, hatujasahau mambo hayo tuliojifunza mashuleni na hata mavyuoni, hatujasahau. Sasa tukasema tutakuwa ni vijana wa ajabu kweli kweli kuwahi kutokea ndani ya nchi hii na hata dunia hii kwa ujumla, watu ambao tunajua kabisa jinsi ambavyo vurugu ama heka za namna yoyote zinazohamasishwa na magenge ya wachache kwa maslahi ya mabepari na mabeberu kutoka nje, tutakuwa ni watu wa ajabu kweli kweli tukawaunga mkono. Tutakuwa ni watu wa ajabu kweli kweli tukavumilia wakifanya mambo ndani ya nchi yetu, na sisi tukakaa kimya tukibaki tu kushuhudia mambo hayo yakiwa yanaendelea. Tutakuwa ni watu wa ajabu kweli kweli. Kwa hiyo hii ndio taarifa rasmi ya wanavyuo nchi nzima kupitia jumuiya yao inayoaminika, jumuiya yao wanayoiheshimu, jumuiya yao wanayoitumaini sana ya TAHLISO, kwamba hatuna sababu yoyote ya pamoja kama wanavyuo au ya mtu mmoja mmoja kama mwanachuo itakayotupelekea sisi tushiriki vurugu zinazoitwa maandamano ndani ya nchi yetu, na ambazo kwa macho ya nyama kabisa tunaona zinalenga kuliharibu taifa hili. Hatuna sababu yoyote ya msingi ya kushiriki vurugu na heka zote zilizopewa jina la maandamano ya Sabasaba, ambayo yanalenga kudhoofisha misingi ya amani, umoja na mshikamano ndani ya taifa letu. Hiyo ndio taarifa rasmi ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ninayoitoa kwa niaba yao nikiwa kama kiongozi wao ndani ya jumuiya yetu hii ya TAHLISO.
Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Na mwisho, ndugu wa Tanzania, ndugu wa Tanzania, la mwisho, ndugu wa Tanzania, sisi wanavyuo tunashindwa kuelewa tunahitaji serikali ibebe majukumu gani tofauti na majukumu walioyabeba hivi sasa, ili kusudi wanaharakati waseme hata siku moja kwamba tunafurahishwa na serikali iliyopo madarakani. Narudia tena, ndugu wa Tanzania, sisi wanavyuo tunashindwa kuelewa wanaharakati wanataka serikali ya Tanzania ibebe majukumu gani ya tofauti na majukumu wanayoyafanya sasa hivi, ili kusudi waseme wana imani na serikali yao, wanaiunga mkono serikali yao, wanaiombea serikali yao na wako pamoja na serikali yao. Ikiwa serikali ya Tanzania imeweza kuandaa mkakati, kwa tafsiri ya pamoja tunasema mkakati, tuseme mkakati wa uelekeo wa kule tunapotaka kufika, katika kuchagiza maendeleo ya nchi yetu, ama dira ya 2025-2050, kwa undani yake inaonesha dhamira ya dhati kabisa ya kuendeleza na kuinua ustawi wa kila Mtanzania ndani ya nchi yetu. Ni majukumu gani serikali yetu ibebe nje ya haya ama jitihada hizi zinazofanyika za kuhakikisha kila kata, kila mwananchi ndani ya kata husika anapata huduma bora ya afya kwa gharama nafuu na namna nyepesi zaidi? Ni majukumu gani wanahitaji serikali ibebe tofauti na hili la kuhakikisha kila mwananchi, kijana wake, mtoto wake anapata elimu bora ya shule ya msingi kwa umbali chini ya kilomita 1, inatolewa na walimu waliokuwa na ubora wa hali ya juu, ndani ya majengo yenye ubora, nadhifu na salama kwa maisha ya mtoto wa Kitanzania, kwa mitaala inayokusudia kukuza na kuendeleza ujuzi wa kijana ama mtoto wa Kitanzania. Ni majukumu gani serikali wayabebe tofauti na haya ya kuhakikisha bodi ya mikopo inapewa nguvu ya kuongezewa fedha ili iendane sawasawa na ongezeko la kasi la wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ndani ya nchi yetu? Bajeti ya mikopo miaka 4-5 iliyopita ilikuwa bilioni 464. Rais Samia anaingia madarakani, amekuta bajeti ya fedha za mikopo kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ni bilioni 464. Sasa hivi bajeti imefika bilioni 916.7. Wanaharakati hawa ama genge hili la wahuni lituambie ni majukumu gani wanataka serikali wayafanye tofauti na haya, kuhakikisha wanaweka mazingira mazuri na favorable kwa wawekezaji,
kuja kuwekeza ndani ya nchi yetu, ambayo yanalenga kuongeza ajira kwa vijana wa Kitanzania, pamoja na kuongeza na kupunguza gharama ya bidhaa kwa Watanzania, kwa maana bidhaa zinazalishwa ndani ya nchi yetu badala ya kuagiza. Tunapunguza utitili wa bidhaa za kuagiza. Sasa tunatumia bidhaa tunazalisha ndani ya nchi yetu sisi wenyewe kwa ubora ule ule. Sasa wanaharakati watuambie ni majukumu gani wanataka serikali wayafanye tofauti na hayo ya kuhakikisha vijana wanatengenezewa mazingira ya kupata ajira na gharama ya maisha ya Mtanzania yanapungua. Kwa kuhakikisha ndani ya nchi yetu tunakuwa na viwanda vingi zaidi vinavyojielekeza katika kuzalisha bidhaa, ili kusudi tuondokane na utegemezi wa kuagiza bidhaa kutoka nje. Hawa wanaharakati, hawa genge la wauni, watuambie ni majukumu gani wanayataka serikali yetu wayafanye tofauti na kuwekeza fedha nyingi juu ya mawazo, juu ya nguvu za vijana. Kiasi cha shilingi bilioni 200 zimetengwa na serikali ili kila kijana mwenye mawazo ya biashara apate fursa ya kupata mtaji, wazo lake liende kuwa biashara halisi, ili kusudi kila kijana mwenye dhamira, mwenye mawazo ya ubunifu aweze kupata mtaji wa kubadilisha ubunifu wake ukawa biashara ndani ya nchi yake kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ili kila kijana aliyejielekeza katika sekta muhimu za kimkakati za kiuchumi ndani ya nchi yetu, iwe ni kilimo, iwe ni uvuvi, sayansi na teknolojia, wapate nguvu ya mtaji wa kujiendeleza zaidi, wa kuinvesti zaidi katika maeneo hayo. Ni majukumu gani wanataka serikali ifanye tofauti na kujenga miundombinu ya barabara, kutanua viwanja vya ndege, kununua meli kwa ajili ya kuboresha usafiri wa majini, kutanua na kuboresha huduma za bandarini kwa ajili ya kuongeza biashara na uchumi wa taifa letu? Majukumu gani wanataka serikali yafanye tofauti na haya ya kuhakikisha kila mtoto ndani ya nchi hii anapata elimu yake bure bila malipo kuanzia darasa la kwanza hadi form 6? Sasa hivi ukizunguka ukafanya research yako, unakuja kugundua katika Afrika Mashariki hii, kwa muda wa miaka 5 iliyopita hadi sasa tunavyozungumza, nchi kiongozi katika kuajiri vijana wake ndani ya nchi husika, hakuna nchi inayozidi Tanzania. Nenda Kenya, nenda Uganda, nenda Rwanda, nenda Kongo. Kwa takwimu, hakuna nchi inayoongoza kuajiri vijana wake ndani ya miaka 5 tofauti na Tanzania. Lakini pia hakuna nchi iliyoweka investment ya kutosha ya kuhakikisha vijana wanakuwa na uwezo wa kujiajiri zaidi ya Tanzania. Investment hizo ninazozungumzia, moja, uwekezaji wa kifedha na ubora wa rasilimali watu. Ninyi wote ni mashuhuda. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imefanya jitihada za makusudi kabisa za kuboresha mitaala.
tuondokane na elimu hizi za makaratasi, tuende katika elimu na ujuzi. Wote nyinyi mashuhuda namna ambavyo serikali hii imejielekeza katika kujenga vyuo vya VETA kila wilaya ndani ya nchi yetu, ili kusudi kijana yeyote anayedhani anataka kujiajiri ila ujuzi hana, ana uwezo wa kwenda kuomba kuwa admitted katika chuo ndani ya wilaya yake kwa gharama nafuu sana, haijawahi kutokea. Anapata ujuzi wake. Kama anataka kuwa fundi umeme, anafundishwa namna ya kuwa fundi bora wa umeme. Kama anataka kuwa fundi seremala, anafundishwa namna bora ya kuwa fundi seremala. Kama anataka kuwa fundi ujenzi, anafundishwa namna bora ya kuwa fundi ujenzi. Kama anataka kuwa mshonaji, anafundishwa namna ya kushona. Kama anataka kuwa fundi bomba, anafundishwa namna ya kuwa fundi bomba. Hizo ni huduma za kielimu na ujuzi zinazopatikana ndani ya nchi hii kwa kila wilaya. Tembea katika nchi yoyote ndani ya Afrika Mashariki hii, nchi ambayo ina chuo cha VETA ama chuo chenye malengo ya kukuza elimu na ujuzi kwa vijana wao kuanzia ngazi ya wilaya. Na vijana wanaenda kujiandikisha, wanafundishwa, na wakitoka wanakutana na Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Kuna fedha zinazotoka kwa Mheshimiwa Rais moja kwa moja kwa malengo ya kwamba umepata ujuzi, sasa chukua fedha ukajiajiri. Akiona huko Wizara ya Maendeleo ya Vijana ni mbali, ndani ya halmashauri yake kuna 4% ya mapato yote yanayotengwa kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Umetoka kujifunza, muunganike katika kikundi, muungane, mtengeneze kikundi chenu, muwe na mawazo yenu, chukueni hela, mkaendeleze kile ambacho mmejifunza, mkatoe huduma kwa jamii. Mkiona huko pia ni mbali, kwa mujibu wa sheria, Mheshimiwa Rais ameongeza 1% ya upatikanaji wa zabuni katika mfumo wa NeST zinazohusu vijana hadi kufikia 30%. Zabuni zote zinazotangazwa na serikali, 30% haziguswi na mtu yoyote yule tofauti na kijana. Such kind of investment kuhusu youth empowerment, wanaharakati wanataka serikali ifanye investment ya namna gani tofauti na hayo? Vijana hoi. Vijana hoi. Sasa sisi tunashindwa kuelewa na ndio maana tunapata mashaka na wasiwasi juu ya misingi ya harakati wanazozifanya, kama kweli zina dhamira njema na taifa letu. Kwa sababu hatuoni harakati zao zikiboresha zaidi ya mambo haya yanayofanyika na yanaendelea kufanyika. Badala yake tunaona harakati zao zikitaka kuua msingi ambayo imejengwa ya kusimamisha mema haya yanayoendelea kufanyika ndani ya nchi yetu. Na ndio maana nimesema sisi kama wanavyuo hatujaona sababu ya kuwaunga mkono tukiwa wazima, hata tukiwa tumelewa, hatujaona sababu za kuwaunga mkono hadi hivi sasa ninavyozungumza. Na nchi yetu tutailinda.
kwa namna yoyote ile tutailinda. Sisi hatuna uwezo wa kutukana kama wao wanavyotukana. Hatujajaliwa karama ya kusema uongo kama wao walivyojaliwa. Tuna macho ya aibu ya kusema uongo. Tuna macho ya aibu ya kutukana jamii ya Watanzania na viongozi wake. Ila Mungu alichotujalia sisi ni hekima, busara na ustahimilivu. Kwa mambo hayo matatu tutatembea kifua mbele katika kuilinda nchi yetu. Tutazungumza na tutasema. Tutazungumza na tutasema, na tunaamini Watanzania watatuelewa. Watatuelewa. Na mwisho taifa letu tutabaki kwa salama. Kwa hiyo ni watoe hofu wazazi na walezi na wanafunzi wote wa vyuo wenye nia njema na nchi hii walioshtuka na maneno ya ovyo yaliyoenezwa siku hii ya leo, yakionekana kama ndio msimamo wa wanafunzi wa vyuo, eti kana kwamba tunaunga mkono hayo wanayosema ni maandamano. Hiko kitu hakuna, hakijazaliwa na hakitaraji kuzaliwa ndani ya jumuiya ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu. Tumeelewana vizuri? Hakipo. Hakipo. Hakipo hata kidogo. Na kwanza ndio wametuchokoza kweli kweli. Wametuchokoza. Mambo leo yafanya ni dharau na fedhea kwetu. Unatuwekeaje maneno? Kwa hiyo ndugu zangu, hayo nikasema niyazungumze siku ya leo. Sawa? Niyazungumze siku ya leo. Na nafikiri mmenielewa na Watanzania wengine watanielewa, si ndio? Si ndio? Sasa nahitimisha kwa kuzungumza na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa? Nahitimisha kwa kuzungumza naye. Na hapa nieleweke vizuri, sizungumzi na Samia kama mwenyekiti wa CCM Taifa. Nazungumza na Samia kama rais wa Wanatanzania wote, na mimi nikiwa ni Mtanzania. Sawa? Mheshimiwa Rais, mimi Geoffrey Kiliba, rais wa wanavyuo wote nchi hii, nataka nikuhakikishie kwa maombi ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu, hautoteteleka wala kuangamizwa kamwe. Si kwa nguvu zetu, wala sio kwa maneno yetu, wala sio kwa ujanja wetu, ila ni kwa maombi yetu sisi kama wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu kwa Mwenyezi Mungu juu yako. Hautoangamizwa wala kuteteleka kamwe. Kwa sababu tunafahamu na tunajua hakuna aliyewahi kumtegemea Mungu akaachwa. Hakuna aliyewahi kumtegemea Mungu akaangamia. Sisi tunatembea kwa ujasiri, tunajua kwamba huyu Mungu huyu aliyeruhusu wewe uwe rais, ataruhusu pia umalize urais wako kwa amani.
Kwa sababu kama si Mungu kutaka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan awe rais, asingekuwa. Kwa sababu anayeamua nani aongoze watu ni yule aliyeumba watu. Na aliyeumba watu ni Mwenyezi Mungu, ndiye aliyeamua Samia aongoze wa Tanzania. Hakuna majeshi, hakuna magenge, hakuna wahuni ndani ya nchi hii ama nje ya nchi hii watakaoweza kupambana na mpango wa Mungu juu ya Samia na wakashinda. Hakuna. Mimi nafahamu ukimpiga vita mtu alibarikiwa na Mungu, umetangaza vita zidi ya Mungu mwenyewe na uwezo ukashinda. Kwa hawa wanaharakati wachague biashara ya kufanya. Wachague biashara ya kufanya. Wanapoteza muda wao. Wao na wafadhili wao wanapoteza muda wao. Mungu wetu huyu amesema, vitabu vyetu vitakatifu vinaandika kwamba aliyemtegemea Mungu ni kama mlima Sayuni, kama hautakuja kutikisika. Huyo ndio Samia huyo. Kwa Mheshimiwa Rais, tembea kifua mbele. Piga kazi ya kuleta maendeleo kwa Watanzania. Unapumua kwa maombi ya vijana wa Kitanzania. Ukiona Mheshimiwa Rais umefurahi, ujue umefurahi kwa maombi ya vijana wa Kitanzania. Ukiona Mheshimiwa Rais unanenepa, ujue unanenepa kwa maombi ya vijana wa Kitanzania. Piga kazi. Hata wakija maelfu wakikuzunguka, wakikusukuma, we ni mlima Sayuni, hautotikisika. Na hautotikisika kwa sababu wa vijana wa nchi hii wanavyo wakiwa sehemu yao. Tunakuombea sana kwa Mwenyezi Mungu kuliko unavyofikiria. Na ninafikiria nitangaze kupitia jumuiya hii ya TAHLISO nchi nzima, wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu, ikiwezekana kila mwisho wa mwezi, wanafunzi wote wa vyuo na vyuo vikuu wenye nia njema na taifa letu, tufanye maombi ya mfungo kwa ajili ya rais wetu. Tufanye maombi ya mfungo kwa ajili ya rais wetu kila mwisho wa mwezi ndani ya nchi hii. Kila mmoja huko alipo afunge kwa ajili ya kuiombea Tanzania na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ndiye tuliopewa na Mungu. Hakuna namna nyingine tena. Vijana oye. Vijana oye. Kwa hiyo niwatoe hofu vijana, niwatoe hofu wa Tanzania, na nimtoe hofu Mheshimiwa Rais mwenyewe. Najua yeye hawezi akawa na hofu, lakini nimuongezee ujasiri zaidi aliyokuwa nao. Maombi ya vijana wake ndani ya nchi hii yamemzingira kila kona. Hakuna namna anaweza akaribikiwa. Na mimi sio nabii, sio mtume, lakini 2030 tutacheza na kulukaluka kwa ushindo. Mwenyezi Mungu atakuwa ameachilia juu ya maisha ya Samia. Mungu ibariki nchi yetu, Mungu mbariki rais wetu, Mungu bariki vijana wa Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza.